Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nianze kwa kusoma neno la Mungu. Kwa majina ni Paulo Bendela, askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Naomba nisome alafu tuombe. Hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Hiki ni kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza mstari hadi wa 5, mstari wa 5 mwisho. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, anasema vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Asilimia kubwa ya watu wengi wanahitaji kufanikiwa, lakini hawafuati kanuni za mafanikio. Ndio maana ukuta watu wengi wananungunika. Unanungunika, unaraumu, unasikitika, kumbe wenzako kanuni wanazifuata sana. Hebu jaribu kufikiria tu wale watu wote waliookoka sana na wanaoomba sana na kulia sana. Je, ni kweli wamefanikiwa kuliko wale watu ambao hawajui kuomba sana na kulia sana? Jibu ni hakuna. Kwa nini nasema hivyo? Kuna watu wengi wanamuomba Mungu sana na wanalia, lakini hawafuati kanuni, wanalalamika. Hata wakiwa kanisani wanalalamika. Anasema vitu vyote vilifanyika kwa huyo. Vitu, sio mtu. All things were made through him. Vitu. Mafanikio ndugu zangu ni kufuata kanuni ya vitu, sio maelezo tu ya binadamu. Ndio maana unaweza kushangaa mtoto akilia, mzazi anafahamu. Huwezi kumwambia mtoto akiwa analia, inabidi ufahamu kwamba huyu mtoto anaumwa nini. Kweli Mungu anaponya, lakini Mungu ametupa njia za uponyaji, kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini kama kuna mahali ambapo unaweza kugeuza maji haya yakawa baraka, yanawasaidia watu wengi ambao hata huwezi kuwafikia. Nimeanzisha program ya kuwa tunafanya maombi na watu ambao watakuwa wanatufuatilia, na nitakuwa nafanya maombi na wewe. Nitakuelekeza. Haya maji yanaweza kuondoa uchawi ndani ya nyumba yako. Hata kama uko mbali, si lazima uje kwangu. Huko tu uliko, Mungu anaweza kukutendea. Chumvi inaweza kuondoa ushirikina. Maana anasema vitu vyote vilifanyika kwa neno. Ndani yake kulikuwa uzima. Neno ukilituma linaweza kuweka uzima kwenye maji. Ndio maana Yesu alipoweka neno ndani ya maji yakageuka kuwa divai. Maana yake kila kitu kinapokea neno. Unaona, Yesu kabla hajafa aliwaambia inapaswa mwana wa Adam kuteswa, na ili dunia ikombolewe kwa damu. Yesu alikomboa dunia kwa damu. Sio kwamba alikomboa tu dunia, angeweza kukomboa kwa maneno matupu, lakini damu ile aliwaambia wanafunzi wake, kunyweni nyote katika hii, maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ile iliyotoka kwenye mwili wa Yesu, ukimpokea Yesu, dhambi zako zinaondoka, na ukafuata kanuni za Yesu, na ukajitakasa na ukawa mwaminifu katika Kristo Yesu, Mungu anakutetea. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa ni ugomvi wa, kuna mtu anatumia maji, Yesu alitumia maji pia kugeuza kuwa divai. Angeweza tu kuwatamkia pap, wote wakajisikia wamekunywa divai, lakini aliwaambia jazeni mabalasi 6 maji hayo. Angesema pap, kila mtu ajisikie kama amekunywa divai. Alifanya njia za kupata divai. Kwa hiyo hata hospitalini daktari anapenda mtu anayefuata hizo procedures, zile kanuni zile, kwamba meza dawa asubuhi, mchana na jioni. Mungu anafanya kazi, anatenda ndugu zangu. Madam tu uwe mwaminifu na ufahamu ni kitu gani utakachokiomba na utaomba maneno gani ili kile kitu kibadilike, kimsaidie mtu. Kuna principles zake kwa namna hiyo. Ndio maana katika kitabu cha Mathayo, ndugu zangu, ukisoma utasoma vizuri, tulie. Mathayo 10:16, Yesu anafundisha maneno ambayo ni makubwa na ni magumu. Mungu alinieleza akaniambia, mtumishi wangu Paulo, usiache kuwabarikia watu maji na chumvi. Wabarikie mafuta, wayatumie katika njia sahihi kwa jina la Yesu. Wabariki kwa jina la Yesu, watumie, watafunguka, watafanikiwa.
haya mambo ya kurogwa na wachawi, haya mambo mchawi anakuja na mwaga vitu wewe kwako wewe hujaona, unakuta kesho kama kuna vitu vyeusi damu, afu wewe unasema kwa jina la Yesu ndio. Yesu afikiri Yesu anatuona watu wangu mbona wanaangamia bila maarifa. Unakemea kwa jina la Yesu, unashangaa tena kesho kinakuja. Mpaka unaamua kuhama nyumba, lakini maji ukiyamwaga. Ndio maana Musa anaelewa njia za vita. Wale wachawi walipopiga nyoka chini, Musa naye akapiga nyoka chini. Inatoka nyoka ya kufanana na nyoka ya wachawi, lakini hii nyoka ya Musa inameza. Hao wachawi wanamwaga maji ya kishirikina, sisi tunamwaga maji ya upako. Haya maji ya upako yanaua. Siji kama mnanielewa hapo ninapozungumza. Nafikiri watu wa Mungu, sisi ni watu wote tuna akili, na Yesu alifundisha hivi kuhusu hiyo nyoka. Alisema muwe welevu kuliko nyoka, halafu muwe wapole kama hua. Si unaona huo mfano? Nyoka sasa, si unaona huo mfano? Yesu anatolea mfano kwa hajasema nyoka msijifunze tabia zake. Tabia za nyoka ziko hivi. Sikiliza tabia za nyoka. Nyoka ni mwerevu. Nyoka ana uwezo wa kujificha kwa kiwango kikubwa. Lakini nyoka saa nyingine anachagua vita. Hapigani na kila vita. Pia nyoka anasoma mazingira. Akitaka kung'ata kitu, hajitokezi tu hadharani. Kuna sema anajifunga mkia wake afa anakupiga papo. Nyoka ni mtaalamu wa kujificha. Nyoka sio hivi tu, mbona kitu kiko wazi. Maandiko haya yamejificha. Kama yangekuwa wazi kila mtu angeparamia. Maandiko haya yamepulizwa pumzi. Nyoka ni mtaalamu wa kujificha, na Mungu anasema tuwe werevu kuliko nyoka. Yaani nyoka anavyojificha sisi tuwe zaidi, kumzidi kumliko. Sio mtu una mimba tu imefika miezi miwili bado unaombea na unaiombea Mungu aikuze na nini, ushatangaza na mimba wataifyatua. Nyoka anatumia urimi. Unamgundua mtu kwa maneno yake anavyozungumza, unaona huyu mtu ananipenda, huyu mtu mnafiki. Hata kama ni mchungaji amekuja kanisani kwako, msikilize kwanza ofisini maneno yake anavyozungumza, urimi wake. Nyoka anatumia urimi kufanya hivi. Akuu ni mti, akisikia kitu tu hiki ni kibinadamu, huyu sio, ni adui, anaweka sumu. Na sumu inapita kwenye meno ya nyoka. Pale kwenye yale meno ya nyoka yana matundu. Ulimi pia unagundua, yani unaweza kumgundua mtu huyu tapeli kwa kuzungumza. Anapoendelea kuzungumza unamgundua huyu mtu tapeli, sio mtu mwema. Lakini pia yale mate ya nyoka yanaweza kufanya uwe kipofu. Nyoka. Yani maneno haya ya watu kuombewa unaweza ukapofuka usifanikiwe. Kutokuwa na mtumishi wa kumwamini na ukaziba masikio kusikiliza watu wengine, unaweza usifanikiwe kabisa kwa kusikiliza watu. Nyoka, kuna watu anaweza kukutemea mate usoni ukaona giza kabisa na usifanikiwe. Maana wewe una wachungaji wengi, mara msikilize huyu, kila mtu tu wewe unamwamini. Jihadhari sana na mchungaji anayependa kutukana makanisa ya watu. Jihadhari sana. Mchungaji mwema atajulikana kwa kazi zake, lakini mtu anayedhihaki yake na kutukana kuwa naye makini. Usisikilize tu. Nyoka ni shetani, lakini nyoka ni shetani ndio. Mbona Yesu anasema tuwe welevu kuliko huyo nyoka? Unajua mambo mengi, mimi nimesoma, nina degree ya Biblia, lakini kuna mambo mengine wazee wetu walikuwa na maneno, akizungumza mzee kabisa anazungumza maneno yanampata mtu ile asili ya nguvu. Wako wazee wa namna hiyo, akikwambia wewe kijana utaharibikiwa, tulia, usipomsikiliza utaharibikiwa kweli. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana kuheshimu watu na kuamini kwamba kuna watu wakisema maneno unafanikiwa. Mimi nimeombea watu wengi na wamefanikiwa na wamefunguliwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni lazima kuwa na ufahamu na busara na kuwa wajanja sana wa kuepukana na mambo. Mtu akitukana unamwambia mimi bana hicho siwezi, lakini usikatai maelekezo ya kufanikiwa, kupona, kufanikiwa, kuolewa, kupata kazi na kuishi katika mafanikio. Unaweza kuwa unashindwa na lia tunashangaa jamaa anajenga nyumba. Wala sio mchawi, wala halogi mtu, wala sio Freemason, anafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu asilimia kubwa ya watu wengi wanahisi kwamba labda utajiri hadi uende kwa Freemason. Hapana. Ukimtegemea Mungu na mtumishi wa Mungu akakueleza vizuri, unachomoka kimaisha. Kwa sababu wewe huwezi kusema kwamba eti huyu anafanikiwa nini. Mvua huwa Mungu akimbariki anabariki wote. Nategemea wewe unadakaje. Je, umetengeneza gata kwenye nyumba ya kudaka maji?
Maji Mungu anashusha, maji anamnyeshea mchawi, naye analima shamba anavuna mahindi. Jambazi analima mashamba anavuna mahindi. Mwingine anashangaa mvua inamaliza kunyesha tu ameshajaza matenki yake. Sasa wewe tenki huna la kuchukulia maji. Unachukua tu kwa maombi, kwa jina la Yesu na mimi naomba maji yaingie ndani. Anaona Mungu huyu, anaona huyu mtu ana akili zake ni kama amerukia Biblia. Kwa hiyo Yesu anasema muwe welevu kuliko nini? Kuliko nyoka. Muwe welevu kuliko. Hajasema kwamba tuwe wapole tu hivi kama matahila, lakini bado pia hata kakichwa unafanya hivi kama nyoka. Ukizidi kufanya hivi tu kama uchague mstari wa kondoo. Hajasema kwamba nyoka mbaya huyu Yesu, asema muwe welevu kuliko nyoka. Sasa wewe unakuwa hivi tu. Unalima mashamba, unapanda mahindi huku unanena kwa lugha. Sasa mahindi yana matatizo gani? Hata usiponena yataota tu. Nyoka anaweza kumua hata simba. Wewe unaweza kumua simba kwa maombi wewe? Mkikutana na nyoka wewe unaweza kumua kwa maombi? Si lazima ushike fimbo. Sasa kwa nini ushike fimbo? Wakati wasema hivi vitu vinajitosheleza tu, neno linajitosheleza, si neno linajitosheleza tu. Kutana na chatu basi au koboko. Ufanye hivi kwa jina la Yesu, linajitosheleza. Maana Yesu amesema mtakanyaga nyoka, mtashika nyoka, hata mkinywa vitu vya kufisha. Yani hata nyoka akikutemea shwa hutakufa. Tuwe welevu, tuwe wajanja kuliko nyoka, tusije tukafa kabla ya wakati. Bwana Yesu asifiwe sana, wandugu mnaonitazama. Kwa hiyo ninawashirikisha hili jambo mlielewe. Amesema mfano hii, muwe wajanja kuliko nyoka na muwe wapole kama hua. Sikiliza sasa sifa za hua. Anasikia kwa utaratibu, ana sifa za utakatifu. Hua ana sifa za utakatifu, hana madhara na ni mpole kabisa. Hua hana madhara yoyote, ni kapole, unaweza ukakashika. Huo ni upande mwingine. Upande huu uwe kama hua, upande huu mwingine uwe kama nyoka. Ndio maana unakuta watu wengine unakwenda dukani kwake anakuambia hii nguo, huu msalaba ni shilingi 200,000. Na anakuambia huu msalaba umetoka mbali. Na mwingine anakuambia huu msalaba ni shilingi 50,000. Huyu 200,000 anauza na kwenda kuchukua msalaba mwingine na nini. Wewe unauza msalaba huo, huna mtaji na nini unaishi. Jamaa anaendelea kufanikiwa. Kwa sababu ya nini? Kila kitu. Lazima unapofanya biashara, Kaisari, ya Mungu. Hapa uwe na akili kama nyoka, alafu uwe na upole kama hua. Yani huku Kaisari na huku hua. Hua mtakatifu. Yani usiibe. Kama ni kuuza unapandisha kitu bei safi. Maana mtu hujamuibia, amependa, umempandishia, umehesabu gharama za kusafiri, umehesabu na gharama wewe pia watoto wako wanaishi kupitia hiyo biashara yako, na hicho kibanda umepanga utalipia kodi. Sasa hizo gharama zote mwambie mtu kwa kumfafanulia vizuri kwa lugha ya upendo, utafanikiwa. Hiyo ndio akili ya kuliko nini? Nyoka. Upole, kutoka kumwibia mtu. Huwa unakuwa mjumbe wa amani, kumshauri mtu kwenda kuomba Mungu, kwenda kanisani, kufanya maombi na kadhalika. Hebu Mungu akakupe nafasi ya kutua sehemu ya mafanikio. Mungu akakupe nafasi ya kutua. Wiki hii ya Jumapili na maombi ya ajabu ya damu ya Yesu. Unabariki mzabibu, alafu inakuwa damu ya Yesu. Unakwenda unatumia na watoto wako, unamwaga sehemu ya eneo lako. Kama kuna wachawi wanafika, hawatafika eneo lako wapendwa. Damu ya Yesu ndio silaha ya mwisho ya kumkomboa mwanadamu. Damu ya Yesu ndio silaha ya mwisho. Yani chumvi haina nguvu kama damu ya Yesu, mafuta ya upako hayana nguvu kama damu ya Yesu, maji haya hayana nguvu kama damu ya Yesu. Damu ya Yesu ndio silaha ya mwisho. Jumapili hii, yani kesho, tutakuwa na ibada ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakuwa na ibada ya damu ya Yesu Kristo. Alafu Jumapili nyingine itakayofuata tutakuwa na ibada ya tunda la kuondoa umaskini na kufa kwa mapema. Unajua Adam na Hawa, dhambi iliingia kwa kula tunda. Sasa tutabariki tunda, utakula, alafu umaskini utaondoka. Dhambi iliingia kwa kula tunda. Sasa utabariki tunda, unakula, vitu vinaondoka. Bwana asifiwe sana. Basi baada ya kusema hayo, Mungu akubariki sana. Niwaombe viongozi wa siasa, wafanya biashara, viongozi wa serikali, msikate tamaa kwa sababu ya uongozi wenu. Msikate tamaa na msivunjike moyo kwa ajili ya nafasi zenu. Vita ipo. Niwaombe mababa askofu, niwaombe wachungaji, mitume na manabii, wainjilisti. Hata ukitukanwa usikate tamaa. Fanya kazi, don't hesitate.
Fanya kazi yako tu, Mungu atakubariki sana. Nataka sasa nikutajie hizi namba za simu, halafu baadaye ndio niombe sasa. Namba za simu zilizoko hapa ni sifuri. Hii ni namba ya Tigo 0716. Hii Tigo 0716 093 292 0716 093 292. Hii ukipiga unaelekezwa kufika kanisani kwetu hapa Dar es Salaam Kimara. Namba nyingine 0622 996934. Tarudia tena 0622 996934. Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu, mtazamaji wangu aliyenisikiliza katika mchana huu wa leo, nabariki maisha yake, nabariki biashara yake. Kama una maji hapo, unaweza kuchukua maji sasa nikayabariki. Ninabariki na kuunganisha ibada, kuunganisha na mtazamaji wangu huyu. Mungu, mkono wako umbariki na kumtetea. Inua watoto wake, wape elimu nzuri wanapokwenda darasani, wasiwe mikia, wakawe vichwa kwa jina la Yesu. Watu ambao hawajapata watoto wakafanikiwe, watu ambao hawajapata ndoa wakapate ndoa, hawajapata kazi wakapate kazi, wanaokwenda kwenye mashule kufanya interview na wanaambiwa hawajachaguliwa, ile roho ya kufeli na ikata kwa jina la Yesu, na warusha wakaruke katika mafanikio kama vile manati usatoe jiwe na kuruka juu, na ukaruke ukawashangaze watu waliokatia tamaa. Usikate tamaa na kuvika moto wa ujasiri wa nguvu ya kwamba unaweza kufanikiwa na ukamtegemea Yesu na ukainuliwa. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana.